Kila mafanikio huanza na ndoto, ndoto ya kuwa na mahali pa kuita nyumbani, ndoto ya uwekezaji salama, ndoto ya maisha bora zaidi. Lakini ndoto hubaki ndoto mpaka pale unapopata mshirika sahihi. Karibu Skyrise Holding Limited, mahali ambapo ndoto zako zinapewa msingi imara. Sisi si kampuni ya ujenzi tu, sisi tunajenga thamani, tunajenga imani, tunajenga maisha. Jina langu ni Efrasia Charles Malechela, ni meneja mkuu katika kampuni hii ya Skyrise Holdings Limited. Kampuni yetu inajihusisha zaidi na shughuli za ujenzi, uchoraji wa ramani za aina tofauti pamoja na kusupply material tofauti tofauti za ujenzi. Kampuni yetu ina malengo ya kutoa huduma bora kwa wateja wetu katika sekta hii ya ujenzi. Pia tunauza viwanja za aina tofauti maeneo tofauti tofauti, na pia tumeajiri vijana permanent, vijana 6, na pia tuna wale watu ambao wanafanya kama day worker, watu zaidi ya 20 kama tunaoajiri kama mafundi. Kampuni yetu dhamira yake kuu ni kutoa huduma bora ya ujenzi ambayo itaendana sawasawa kabisa na thamani ya pesa ya mteja wetu. Lengo kuu tena la kampuni yetu hii ni kutatua changamoto ya ajira kwa vijana wengi, ambayo kusaidiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inapambana katika kutatua changamoto za ajira katika nchi yetu. Tunawakaribisha watu wa aina mbalimbali, wanaweza pia kufika ofisini kwetu kwa majadiliano. Pia tunawakaribisha wateja aina tofauti tofauti, wanaweza kuja kutuambia wana pesa kiasi gani, sisi tunaweza tukawashauri namna ya nyumba, tukawashauri ramani na material za kutumia kwa ubora mkubwa sana katika kampuni yetu. Kampuni yetu pia inatoa huduma ya ulinzi kwa wateja wetu na material zao tukiwa site. Hakutakuwa na wizi wa material ya aina yoyote, kwa sababu kuna ulinzi na pia kuna watu wa kusimamia kuepuka hizo changamoto za wizi wa simenti na material zingine zote za ulinzi kwenye site zetu. Kuanzia usanifu wa ramani za kisasa, ujenzi wa viwango vya juu hadi usambazaji wa vifaa bora vya ujenzi, kila tunachofanya tunakifanya kwa ubora usio na kifani. Kwa majina naitwa Adamu Mrisho. Mimi ndio mkurugenzi mkuu wa kampuni hii Skyrise. Lengo kuu kabisa la kuweza kufungua kampuni hii, cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kutimiza ndoto za watu mbalimbali, hasa hususa kwa sisi wa Tanzania. Mimi ni mjenzi ambaye natengeza nyumba aina zote kama jinsi ambavyo unavyoona. Moja ya nyumba ambayo tunaona hii hapa ambayo ni ghorofa moja, lakini pia nikafikiria kwamba wapo watu wengi sana ambao wanafikiria kupata makazi yao ya ndoto yao, lakini pia ukiangalia kipato chao kinakuwa ni cha chini. Kwa hiyo sisi kama kampuni Skyrise tutapambana kwamba kuhakikisha kwamba Mtanzania yeyote ambaye ana malengo ya kupata nyumba nzuri, hata kama ni nyumba ndogo ya kawaida, mfano mfupi, kama mtu nyumba yake inagharimu pengine shilingi milioni 10, alafu yeye atakuwa na uwezo wa kupata shilingi milioni 3, sisi kama Skyrise tutapambana kwamba hicho kiasi ambacho anacho tutaingia mkataba na yeye, hatutompangia mazingira magumu ya kuweza kutulipa sisi. Sisi tutahakikisha kwamba tunamjengea nyumba yake, tunamkamilishia vizuri kabisa, na baada hapo atakuwa anatupatia pesa yake kidogo kidogo. Hii tunafanya hivi kwa sababu kuhakikisha kwamba tunatoa usumbufu kwa watu wengi wanakuwa wanaogopa swala zima la kujenga. Sasa sisi kama wataalamu wa ujenzi tunahakikisha kwamba tunakupatia kuanzia kiwanja. Kama mfano unataka kupata kiwanja cha shilingi 700,000 afu una shilingi 300,000, sisi utatupatia pesa na then tutapambana sisi kuhakikisha kwamba unapata kiwanja chako. Kingine kabisa tunahakikisha kwamba tuna supply material sisi wenyewe. Usalama wa wafanyakazi si chaguo, ni utamaduni wetu. Hii ni zaidi ya biashara, ni daraja la fursa. Kwa ajili gani watu waitafute Skyrise? Swala la kwanza kabisa, sisi kama Skyrise tumejikita kwenye ujenzi wa sekta zote, kuanzia miundombinu ya barabara mpaka pia kukukamilishia pamoja na majengo. Lakini pia cha kwanza kabisa tunatoa ushauri wa ujenzi kwenye nyumba yako, na pia kingine tutakushauri kuhusiana na swala zima la ujenzi wa nyumba yako, kwamba bwana, hadi kufikia hatua hii utaanza hapa mpaka hapa mpaka hapa. Lakini pia tunahakikisha kwamba
niwakamilishie nyumba yako vizuri kabisa kama jinsi ambavyo mteja wetu atakavyokuwa amehitaji. Kwa Skyrise Holding Limited, ubora si maneno, ni matokeo yanaonekana. Usalama wa wafanyakazi si chaguo, ni utamaduni wetu. Majina anaitwa Meja Edward, ambaye ni engineer wa kampuni yetu pendwa ya Skyrise Holdings Limited. Tunapatikana Mwanza, ofisi zetu ziko pale Nyegezi-Tema, lakini leo tungependa kukaribisha katika mazingira yetu ya site. Mradi jengo letu ambao unaendelea hapa ni commercial building, ambapo ni hoteli ambayo ni floor moja. Mradi huu tungependa ni mzuri kwa sababu unaenda kukuza sekta ya miundombinu katika eneo hili na pia kuweka fursa mbalimbali za kukuza kiuchumi, kwa sababu zipo ajira mbalimbali ambazo watu wananufaika na mradi huu ambao unaendelea. Kwa site kikubwa kabisa tunazingatia kufanya kazi kwa ubora na ufanisi, ambapo lakini kuachana na kwamba jengo liende kwa ubora, tunazingatia kwamba usalama wa wafanyakazi. Kwa hiyo site tunahakikisha kama wafanyakazi wote wanakuwa na safety gears kama hapa PPE, safety boot pamoja na helmet, ili kuhakikisha kwamba watu wanajikinga na lengo la usalama. Pia tunajikita sana kushirikiana kama team, tupo watu wengi mbalimbali, engineer, kuna staff, watu wa storekeeper pamoja na walinzi, ili kuhakikisha material zinazokuwepo site hazitoenda sehemu nyingine tofauti na site, zinakuwepo katika tunalinda vizuri. Asanteni sana, nakaribisha zetu ziko pale Nyegezi-Tema. Vijana wamepata ajira, ndoto zimeanza kutimia, maisha yanabadilika. Kwa majina anaitwa Pregod Ruben Macha. Mimi ni staff wa Skyrise Holding Limited. Kwanza kabisa nitoe shukrani kwa kampuni ya Skyrise kwa kuniajiri kijana kama mimi. Hapo awali nilikuwa mtaani tu ninahangaika na ajira, lakini leo hii nimepata fursa ya kuwa katika kampuni ya Skyrise Holding Limited. Mimi hapa kwenye Skyrise Limited ninajihusisha na mambo ya grill na mambo ya aluminium. Ilikuwa ni ndoto yangu kuanzia nikiwa niko mtaani niwe na kampuni au niwe na sehemu ambayo ninaweza nikafanya kazi zangu kwa weledi na zikawafikia watu. Mimi naishukuru sana Skyrise kama kijana kwa kuniwezesha mpaka leo hii niko hapa. Na hii ni site mojawapo ambayo tumefanya, na ziko nyingi hadi nje ya nchi ikiwemo Kongo, ikiwemo na Uganda. Matumaini yangu kupitia Skyrise tutapata kuajiri vijana wengi ambao tutakomboa na kusaidia katika nchi hii ya Tanzania chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan, kusaidia kuwapa vijana wengi ajira kupitia Skyrise Holding Limited. Hii ni zaidi ya biashara, ni daraja la fursa. Tunawakaribisha Watanzania wote, watuamini pamoja na serikali. Sisi bwana, tuna uwezo mkubwa kabisa kuweza kujenga majengo aina zote, na pia moja ya shuhuda ambayo tupo nazo, na maana tunatambulika pia, hata tunapokuwa tukiendelea na ujenzi wa majengo kama haya, huwa tunakuja kukaguliwa na maengineer wa jiji kuidhinisha kila hatua hadi hatua. Kabla hatujaingia hatua nyingine, atakuja engineer wa jiji pale, atatia saini yake na kuangalia mradi jinsi unavyokwenda. Kwa hiyo tunazingatia kila kitu, protocol zote za ujenzi, kuanzia ratio, matumizi ya material. Tunatumia material ambayo yenye ubora wa hali ya juu, na tunazingatia pia ubora wa hali ya juu kabisa swala zima la ujenzi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba unapata jengo ambalo limekamilika standard kabisa, ambalo linakuwa halina shida yoyote. Na sasa ni zamu yako. Usikose uzinduzi rasmi wa kampuni ya Skyrise Holding Limited tarehe 7 Aprili 2026 katika ukumbi wa Nyanza jijini Mwanza. Njoo ushuhudie mwanzo mpya wa mafanikio yako. Nipende kuishukuru serikali kwa jinsi ambavyo walivyonipokea mimi kama Mtanzania kuweza kusajili kampuni yetu hii, na mimi tu niwahakikishie kitu kimoja, kwamba nahakikisha kwamba najituma kwa hali na mali kuhakikisha kwamba swala zima la kuhakikisha kwamba watu wanapata makazi yaliyokuwa bora kabisa, na vijana pia wanapata ajira, maana tayari sisi ni kampuni na tunafanya kazi popote pale, na paka pia nje tunakwenda Kongo, Uganda tunakwenda pia. Nashukuru huko pia tumefanya vizuri sana, hasa Kongo tumefanya vizuri sana kwa kujenga majengo haya, na tutakuwa na uzinduzi wa kampuni yetu hii tarehe 7 ya mwezi wa 4 hapa Mwanza mjini, ukumbi wa Nyanza hapo. Nipende kuwakaribisha
Ndugu jamaa na marafiki, karibuni sana kwa ajili ya kuja kutusapoti wadogo zenu, nasi tupo kwa ajili yenu kuhakikisha kwamba tunaungana na nyie na kila mmoja kuhakikisha kwamba anapata kitu ambacho ni bora kabisa.